Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, kufuatilia vipindi vyote vilivyopo katika chaneli hii ili upate kujifunza na kupata kitu, kwa sababu neno la Mungu ni jipya kila siku, ni jipya kila siku kadri unavyolisoma. Ndiyo maana Biblia hii takatifu yenye vitabu 66 ina zaidi ya miaka karne na karne, bado ni ile ile. Watu wanapata kuona mafunuo mapya siku kwa siku, kwa kadri Roho Mtakatifu anavyozidi kujifunua kwa kila mmoja wetu. Leo tutajifunza siri ya uchi wa Nuhu na uchi wa Adamu na Hawa. Tutaanza kufahamu uchi unamaanisha nini kibiblia. Uchi wa Nuhu na uchi wa Adamu na Hawa umeficha fumbo kubwa la Mungu la kukosa Roho Mtakatifu wa Mungu. Mfano, tutaangalia mfano wa Adamu na Hawa. Walipotenda dhambi, walijitambua wako uchi. Ukweli ni kwamba Adamu na Eva walikuwa uchi kabla ya dhambi na hawakujijua kama wako uchi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao muda wote na wala hawakuona haya. Adamu na Eva walipojitambua wako uchi baada ya dhambi, ilikuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu kuondoka ndani ya mioyo yao. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10, inasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Umeona? Kujificha kwao kule kulikuwa kunaashiria Roho Mtakatifu hayupo ndani yao. Wanajificha ili asiwaone. Maana yake yule walikuwa wanajificha sio Mungu wa sura na nyama, bali alikuwa ni Mungu katika ulimwengu wa roho. Wanajificha ili asiwaone, maana tayari alikuwa ameshaondoka katika mioyo yao na maisha yao. Bwana Mungu akamwambia Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Unaona? Uchi huu wa Adamu unamaanisha ni utupu wa Roho Mtakatifu ndani ya mwili wa Adamu na Eva. Ndicho kilichokuwa kinamaanishwa. Roho Mtakatifu ananishuhudia niseme hivyo mbele yako. Mfano wa pili tuangalie. Nuhu alipolewa mvinyo wa divai ya mzabibu, Roho wa Mungu aliondoka, yani ufahamu wa kimungu na upendo wa kimungu ukaondoka. Ndiyo maana alipozinduka akapata habari mtoto wake Hamu amemuona, akacheka, alimlaani laana kubwa sana. Laana ikashika kizazi na kizazi mpaka ikatufikia sisi tulio mbali sana. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 20 hadi 22 na 24 hadi 25, iko wazi sana. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Hamu baba wa Kanani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Nuhu akalevuka
Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Umeona? Akasema, na alaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Umeona? Kumbuka hili. Laana zote asili yake ni Shetani. Shetani aliruhusiwa na Mungu kuingia kwa mtu yeyote, mtakatifu kwa siye mtakatifu, na kumpima imani yake. Kwa hiyo hapa wakati analaani Nuhu, alilaani katika uwepo wa Shetani. Ana Roho wa Mungu amejawa upendo, msamaha mwingi. Alikuwa ameondoka akamlani Ham baba yake na Kanani, na laana ikashika kizazi na kizazi mpaka ikatufikia sisi tulioko mbali sana. Hiyo ni familia. Ilikuwa imara, lakini ikadondoshwa na Ibilisi Shetani pale uzee wa Nuhu ulipomwadia. Kumbuka jambo hili, usisahau hata siku moja. Kwa Mungu ni baraka daima. Mungu alipomuumba Adamu na Eva aliwabarikia baraka daima, akawapa msingi wa kumheshimu yeye ili awaone kama wanautii mbele yake. Ndipo laana ilianzia hapo. Lakini Yesu Kristo wakati amekuja kurejesha neema na baraka, kama mtoto aliyelelewa katika familia imara na ndoa imara, alikuja kurejesha kile kilichopotea. Akasema, balikini wala msilani, ili mpate kuwa wana wa Mungu. Mathayo 5 mstari wa 43 hadi 45 inasema wazi, mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Ni Yesu huyo aliongea. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi. Yesu Kristo alirejesha yote, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio na haki. Bado Yesu Kristo alizidi kusisitiza ili kutumia mitume wake. Hata huyu Paulo alifunuliwa maono. Warumi 12 mstari wa 14 inasema, barikini wanaowauzi, barikini wala msilani. Kumbuka ndugu yangu, laana yoyote ile inatoka kuzimu. Laana yoyote ile inatoka kwa Shetani. Laana yoyote ile inatoka kwa Shetani, kwa sababu Mungu ni upendo. Mpaka sasa hivi anatuangazia jua wema na wabaya, anatunyeshea mvua wema na wabaya, anatusamehe dhambi zetu tunapomsogelea, kwa sababu Mungu ni upendo. Lakini pia tusisahau kuelewa siri ya vazi walilomfunika Nuhu hawa watoto wawili wa Shem na Yafeti. Vazi hilo lilibeba ishara ya kurejesha Roho wa Mungu katika kizazi cha Nuhu, ambacho kipo mpaka sasa kinasubiri parapanda ya mwisho ambayo italetwa na mfalme Yesu Kristo aliyepewa mamlaka. Safari ya kurejesha Roho wa Mungu imehusisha watu wawili kweli kabisa, Musa na Yesu Kristo. Watu hawa wawili walibeba agano la Mungu. Yaani agano la kale lilibebwa na Musa na agano jipya la milele lilibebwa na Yesu Kristo. Mmoja, Musa ambaye ni nabii aliyeanza kuweka msingi wa Mungu, alibeba agano lakini hakutufikisha safari yake katika nchi ya Kanani. Na wa pili, Yesu Kristo aliweka msingi katika agano jipya imara na alifikisha safari yake salama, na kaweza kutuokoa sisi wanadamu tulioingia katika dhambi katika bustani ya Edeni. Na huyu Yesu ndiye aliyepewa kibali na Mungu amimine Roho Mtakatifu ulimwenguni kote. Mpaka sasa Roho Mtakatifu tunaishi naye milele yote. Amina. Hivyo muamini Yesu Kristo upate uzima wa milele ili upate kupona. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.